yote kwa kutekeleza vyema majukumu yenu mliokuwa mmejipangia kwa kipindi cha miaka mitatu, kwani hayo ndiyo matarajio ya wananchi wetu. Waheshimiwa madiwani, katika mwaka wa fedha 2025/26 halmashauri ya mji wa Njombe ilipitishiwa na Bunge kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 51.4 kuanzia mwezi Julai hadi Machi 2026. Halmashauri ilikusanya jumla ya shilingi bilioni 37.1 kutoka vyanzo mbalimbali vya mapato na kutumia jumla ya shilingi bilioni 35.6 sawa na 99% ya makusanyo yote. Hata hivyo, ifahamike hadi mwezi Machi 2026 halmashauri kupitia mapato ya ndani imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 6.8 sawa na 79%. Nitumia nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza ninyi waheshimiwa madiwani pamoja na wataalamu wote kwa jitihada mlizoonyesha katika suala zima la kukusanya mapato ya halmashauri. Hii ni dalili nzuri, kwani hadi mwishoni mwa mwaka huu wa fedha uko uhakika mkubwa wa kufikia lengo, lakini pia kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na zilio katika makusanyo yetu. Niendelee kuwasihi sana na kuwaomba tusimamie kidete ili kuhakikisha mapato ya halmashauri yanakusanywa ipasavyo, hasa kipindi hiki kilichobakia. Ushirikiano, jitihada za kubuni mbinu mbalimbali za kukusanya mapato ndiyo nguzo pekee katika kufanikisha utoaji wa huduma kwa wananchi wetu na maendeleo ya halmashauri yetu kwa ujumla. Waheshimiwa madiwani, kwa nafasi ya pekee nishukuru na kupongeza uongozi wa mkoa, wilaya, Chama cha Mapinduzi, wataalamu wa halmashauri yetu, ninyi waheshimiwa madiwani wote na wananchi kwa ujumla katika swala zima la kuhakikisha mapokezi ya ugeni mkubwa uliotufikia hapa kwetu kwa ajili ya sherehe za Mei Mosi, kwani kwa ujumla wenu mmeonyesha moyo wa dhati na utu wa kweli na wa pekee. Lakini pamoja na haya, nipongeze sana swala zima la usafi kabla, wakati na baada ya Mei Mosi. Hali ya kawaida sisi kama halmashauri yetu ya mji wa Njombe kwa wasafi tulikuwa na mashaka na kwa wasiwasi mkubwa ugeni uliokuwepo unaweza kusababisha taka nyingi, lakini matokeo yake hali kwa usafi na inaendelea kupendeza. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza wote na kupigia kofi. Waheshimiwa madiwani, kupitia hii Mei Mosi nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alipotaka kwa jitihada na kushawishi kufanya Mei Mosi taifa iweze kufanyika hapa kwetu halmashauri ya mji wa Njombe, na hasa tukizingatia tulikuwa na eneo lililotengwa na halmashauri kwa ajili ya michezo, lakini kupitia ushawishi wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Mei Mosi kufanyika hapa Njombe, tumeweza kuanzishiwa kutengenezewa uwanja ambapo gharama kubwa imeshafanyika. Sasa ombi na rai yangu ni kwamba mkurugenzi na timu yako kwa CMT sasa na sisi tujikite kuendeleza baada ya uwanja kufikia hatua hii iliyofikia. Kupitia mkutano huu ni waombe wananchi wote kuendelea kuiunga mkono halmashauri ya mji wa Njombe na serikali kwa ujumla katika kufanikisha matukio mbalimbali ambayo yataendelea kujitokeza katika siku za usoni. Tuendelee kudumisha amani, mshikamano kila siku ili kuhakikisha malengo yetu tuliyojiwekea kwa kuzingatia dira ya maendeleo ni lazima uwepo ushirikiano wa hali na mali. Mheshimiwa madiwani, tarehe 20 mwezi wa 5 2026 Mwenge wa Uhuru utaingia ndani ya mkoa wa Njombe, na halmashauri ya mji wa Njombe tutapokea na kutekeleza Mwenge wa Uhuru tarehe 23
mwezi wa 5 2026 kutokea halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe. Mwenge huu tunaukabidhi tarehe 24 mwezi wa 5 2026 katika halmashauri ya wilaya ya Njombe. Hivyo basi, kutokana na uwepo wa tukio hili muhimu la kitaifa, naomba nitumie fursa hii kuhamasisha waheshimiwa madiwani, viongozi mbalimbali, wataalamu mbalimbali na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika matukio na shughuli mbalimbali zitakazojitokeza kufanikisha tukio hili. Kutokana na huu ujio wa mwenge, kwa sababu naikumbuka kwamba halmashauri wa Njombe imekuwa ikiongoza mara kadhaa katika mbio za mwenge wa uhuru kimkoa. Hivyo hatuna budi kuendelea kutetea nafasi hiyo kwa kuweka malengo makubwa ya mkoa wa kwanza kitaifa. Lakini kupitia hili nikuombe sasa, Mheshimiwa Mkurugenzi, kabla ya tukio la mwenge kuitisha kikao pamoja na Mheshimiwa madiwani na afisa utamaduni kuweza kutupitisha ili tuone ni maeneo gani muhimu ya kuhakikisha tunahamasishana ili tuweze kufanikiwa katika nafasi hii ambayo tulikuwa tukipata mara kwa mara. Kwa hiyo mkurugenzi, ni kuomba katika maana ya mwenge, madiwani hawa vikosho wote tunajua na jitihada za kuomba serikalini zimekuwa zikifanyika, lakini serikali imetoa jibu kwamba kutokana na changamoto ya hali ya uchumi kwa sasa, manake wataangalia, serikali itaangalia msimu ujao. Kwa hiyo sasa posho kidogo, waheshimiwa madiwani, mkurugenzi, kupitia vikao, kupitia hizo siku za mwenge, basi angalau waheshimiwa madiwani wawe na fursa za furaha. Pamoja na hilo, nitumie nafasi hii waheshimiwa madiwani kutoa taarifa rasmi kwamba katika mashindano ya tuzo ya usafi wa mazingira, halmashauri yetu imeweza kufanikiwa kupata nafasi 3 katika kategori 3, na nafasi hizo naomba nizitaje. Tumepata nafasi ya kwanza kwa maana ya usafi kwa ujumla halmashauri yetu ya Njombe, kwa maana mashindano ya halmashauri za miji, halmashauri yetu ya Njombe imeshika nafasi ya kwanza. Tuzo ya pili ilikuwa ni mashindano ya hospitali za halmashauri za miji. Hospitali yetu ya Kilenga kitaifa imeshika nafasi ya kwanza. Bila ndani haya mambo mazuri sana. Kuna mtu apigi makofi au hata shabiki, asinawezekana hiyo hizi kama mambo mengine. Lakini tuzo ya 3 ni halmashauri za mtaa wetu wa Kibaha, hata Njombe mjini kitaifa imeshika nafasi ya kwanza. Mheshimiwa Imani wa kata ya Njombe mjini hata kusimama ili wakutambue kwamba uko kazini, itakuwa ni vizuri zaidi. Mwisho, waheshimiwa madiwani, kutumia nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kupatia miradi mbalimbali hapa kwetu, lakini pia kuonesha dhamira ya dhati katika kukuza uchumi wa taifa hili. Tunashukuru viongozi wote wa mkoa, wilaya, chama tawala, Chama cha Mapinduzi na vyama rafiki, waheshimiwa madiwani, watendaji wote, wananchi kwa namna ya pekee na jinsi mlivyotoa mchango wa ushirikiano wa pekee katika matukio mbalimbali yanayoendelea katika kipindi hiki. Kwa nafasi ya pekee nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge wetu, Mheshimiwa Deodatus Filipo Mwanyika, kutokana na jitihada zake za dhati katika kupambana na kuleta maendeleo ya jimbo la Njombe. Wote tuna macho na wote tunaona. Kazi na utu.